mwanaume anawajibika kwa namna ya tofauti kidogo na mwanamke, ingawa kuna mambo ambayo tunaingiliana. Jambo la kwanza, kwa sababu mwanzoni nimesema kwenye ndoa ni kwamba ni lile agano la Mungu la milele ambalo linaunganisha kati ya mwanaume na mwanamke, lakini likiakisi uhusiano wa Mungu na nani? Na mwanadamu. Kwa tunapozungumza ndoa ni mfano, mke na mume ni mfano wa mahusiano kati ya Mungu na nani? Na mwanadamu. Sasa ile kuweka kwamba kuna mfano kati ya Mungu na mwanadamu, maana yake kuna kitu kinatofautisha pale. Na ukienda ndani kwenye maandiko yanasema mwanaume ni nani? Ni kichwa. Alafu mwanamke anafananishwa kama mwili au kanisa. Sasa ndio hicho nilichokuwa nazungumza. Kwa wajibu wa kwanza wa mwanaume kwenye ndoa ni kuwa kiongozi. Yaani huo ni wajibu wako, kuwa kiongozi, mtu ambaye unatoa maelekezo na direction. Sasa naomba niliweke vizuri kwamba mwanaume kuwa kiongozi, linachozungumziwa sio kuwa dikteta. Na hapo wengi wanakosea kwamba kwa sababu yeye ni kiongozi kwenye familia, maana yake ni mtu wa kutoa amri. Kiongozi ni yule ambaye anaweza akaunganisha au akawaleta watu pamoja na kuwapa mwelekeo. Na wakati mwingine sio lazima yale mawazo ya mwelekeo yatoke kwako. Linaweza likatoka kwa mke, lakini wewe kama kiongozi utalichukua na kuhakikisha jambo lile linaenda vizuri. Kwa huo ni wajibu wa kwanza. Na ukiangalia katika maandiko, kitabu cha Waefeso kama alivyosema mwenzangu 5:23 inasema hivi: kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Kwamba mwanaume ni kichwa cha nini? Cha mkewe, kama Kristo ambavyo nani ni kichwa cha nani? Cha kanisa. Na anazungumza kule mwishoni neno lenye nguvu zaidi, anasema naye ni mwokozi wa mwili. Maana yake ni akisimama kwenye nafasi yake kama kiongozi sahihi, maana yake atauokoa mwili, ataponya ndoa.